kuwa na timu imara, huna cha kuhofia. Hizi demand zote hizi mnazoziona za mechi ya dabi ni za kwao. Yaani hawaamini kwamba Yanga ana timu ya kuwafunga, hawaamini. Na sisi tuko very smart, hatujawahi kuingia kwenye huo mjadala kujibishana nao. Wao wacha waendelee kutokuamini kwamba Yanga haina timu ya kuwafunga, alafu waje mbele. Jana si kwao pale Jeshini jana pale wakasema Yanga pale hatujawahi kufunga goli pale Isamuyo, pale ndo mwisho wetu, tumepiga comeback ya kihistoria pale jana. Sisi tuna timu jamani. Mimi niliongea kama utani siku ile, mkaona kama natania. Hizi mechi zikiwa zimeshafika hatua zimewashinda, wakubaliane wao watu wa kuchezesha. Yaani wachaguane bana, mechi utachezesha wewe, alafu uone kama unaweza ukakataa lile goli la Dube. Utakataaje sasa? Quality ya Yanga jana, hawa waamuzi mnawaonea tu. Quality ya Yanga kubwa. Ile comeback jana ya Rabi nafsi yangu tungempigia Singida jana. Leo ingesemwa nini unafikiri? Tungepiga ile comeback jana ndo Singida akatupiga mbili, tumepiga mbili. Ungesikia Singida tawi hilo. Ngepiga comeback kwa Mbeya City, wameuza hao. Haya waambie wao bei shilingi ngapi wamepata. Hii ni football jamani, acheni siasa. Hii ni football. Sisi tuna timu ya kuweza kukompiti uwanja wowote dhidi ya mpinzani wowote. Ile muungano yenyewe dakika 119 ndo zile small details, mistake ndogo tu ya Edmund. Na hatuja complain sisi. Mechi imeisha, pata penalty yao pale, tukamwambia Edmund this is football. Inuka, tukajiandae. Mistake kidogo tu. Kwa hata hii ya jana ni quality ya Yanga ndio inaamua. Kutoka 2-0 mpaka Yanga kuwa na chance ya kutaka kushinda mechi. It's not easy. Tuna timu kweli. Kwa hiyo niwapongeze sana wachezaji wetu sana kwa kujitoa, kuhakikisha wamepambana na timu yetu imepata matokeo mazuri. Alhamdulillah. La mwisho kwa upande wangu ni washukuru sana mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga. Wamejitoa mno. Uzuri unajua haya mambo ya dhambi ukishaifanya kuna nafsi inakuwa inakusuta. Jana kuna shabiki mmoja, sina uhakika na hilo jambo. Kuna shabiki mmoja jana Wakolo anasema walikuwa wanawatia hasara mabosi wao ambao wananunua ticket na nini. Zilikuwa kuna maneno yanatembea kwamba ticket kuna mazengo yamefanywa kwamba ticket na nini. Jana mliona pale uwanjani wale Yanga walikuwa hawako wengi. Hatukupata ticket. Ndio kweli. Ticket tukupata. Ukienda kwenye system mzunguko zimeisha. Mzunguko jana haijajaa. Zilikuwa wapi hizo ticket jana? Tuambieni ukweli basi jamani. Ukienda kwenye system na wao walitangaza mzunguko sold out. Jana pale mzunguko haijajaa. Nani alinunua hizo ticket? Tuongee ule ukweli jamani. Wana Yanga jana hatakuwa wengi Samuyo kwa sababu ticket hazikuwepo kwenye mfumo. Sisi tunamudu mzunguko, tumeambiwa zimeisha ndani sio ya masaa mawili. Tukajua kweli zimeisha. Jana pako wazi pale. Halinuani hizo ticket sasa. Mmenyima haki wana kibao watakuja kuangalia mechi, mwanyima haki yao. Ujanja tu. Sijui tiketi mmenuliana, sio mmelangua. Haya watu wakapeleka uwanjani pia hamna. Nimeona mimi akamtoa mmoja analalamika kama unamtia hasara matajiri wetu wanunua tiketi. Nimeona hiyo. Mandala, nimeona jana. Sina tu waika na kauli yake, lakini kwa picha ya kawaida jana dabi haijajaa. Maeneo mengi ya uwanja watu 8,000 uwanja ulikuwa tupu. Sio kweli. Dabi hii siku 4 zilizopita imetoka kujaa pale Zanzibar, imeshona New Amani Complex. Watu 8,000 washinda kujaa pale Samuyo. Ujanja tu. Tiketi zimetangazwa zimeisha. Ukienda kwenye mfumo hamna, siku ya mechi pako peupe. Wamenunua majini. Haya ndo mambo ambayo mimi binafsi ukiniuliza opinion yangu, ukiniuliza msimu ujao kama nataka tuachane na haya mambo, hizi mechi 2 za Simba na Yanga home and away, hizi mechi zikawe mali ya bodi ya ligi. Ukiniuliza mimi, honest opinion, zikawe mali ya bodi. Kwanza hizi mechi ujue ndio face ya football ya Tanzania. Iwe tunataka ndio hivyo, hatutaki ndio hivyo.
Kariakoo Derby ndiyo face ya mpira wa Tanzania, na dabi yetu waungwana haikuwa kubwa kwa sababu eti kuna quality kubwa sana kwenye pitch. Ilikuwa kubwa kwa sababu ya engagement ya watu kuja kwenye mchezo wenyewe. Sasa kama watu wananunua tiketi wanakaa nazo ndani ili tu Yanga wasije uwanjani, haukomoi Yanga, unakomoa dabi. Dabi imekuwa tupu jana. Hamna watu, kitu vya aibu kabisa vimefanyika. Hivi washaanza kupokea maoni bodi ya ligi? Nitaandika mimi. Hizi mechi zijengewe, yani zijengewe hamasa yake, yani ziwe zina namna yake. Hata wakati fulani hapa alianza kutoka maneno hapa kwamba dabi inapoteza mvuto, dabi sijui nini. Sio kweli. Kuna mambo specific yanatengenezwa kwa mtu mwenye akili timamu, wewe uone kwamba dabi haina mvuto. Kwa mfano, mimi nitawapa mfano leo wazi kabisa. Tunakwenda kwenye Kariakoo Derby. Hivi mmeona mechi ya jana? Msemaji wa Yanga nilikuwa niko bize na ngumi pale Vitasa. Sizungumzi lolote kuhusu dabi. Msemaji wa Simba anaogopa kuzungumza ili Simba ikifungwa ataambiwa yeye ndo kawafungisha. Haya, huo mvuto unaopata. Sababu dabi yetu ile, sisi mpira wetu ni mpira wa tambo. Si ni mpira wa kujigamba, ni mpira wa maneno. Ile vuta ni kuvute vijiwenu, nyinyi hamwezi, si hamtuwezi. Ndio mpira wetu. Wakaibuka watu wachache katikati hapa kwamba wewe ukiongea ndo timu inafungwa. Matokeo yake dabi inakwenda kibubububu, yani kimya. Watu hawana hamasa, huyu afanye hamasa, haipati hela, kaa kimya. Wewe afanye hamasa, timu ikifungwa, wewe unapewa lawama. Matokeo yake tumeizima dabi ya Kariakoo, kimya. Ya tunakwenda Isamuyo pale kimya. 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 Yani mji upo kimya. Nyie vyombo vya habari, sponsors wote hao ambao wanatia hela kwenye mpira, kilele chao ni Kariakoo Derby. Ndio kilele chao. Nyie wote wiki nzima hamjaniona mimi, hata kunioji ya mwezi. Ndugu yangu Ahmed naye anajificha, anaingilia huku, anaojua Simba TV kalanyoya. Anaogopa kuongea. Nenye mnakosa content za kutengeneza hamasa watu waje kuifuata timu zao. Mimi ukiniuliza maoni yangu, tuepukane na haya mambo haya ya timu moja kununua tiketi kuzificha ndani. Bora hizi mechi mbili zikawa mali pale ya bodi. Bwana kinapigwa, nyie mtagawana mapato, shika nendeni. Lakini kila kitu kiwe pale. Hiyo inaweza kurudisha ile hamasa yetu ya dabi. Kurudisha ule mvuto. Wewe, mimi nimeenda pale Zanzibar siku moja tu. Uongo shehe? Nimetia timu pale Zanzibar siku moja tu pale. Piga kelele pale, piga mzunguko pale. Kesho pale Amani kumeitika, watu wamejaa hapa. Siku moja tu. Sasa imagine inakuwa wiki ile. Mimi napiga mtaa Tandale, Ahmed anapiga Manzese huko. Mimi naingia Mbezi, Ahmed anaingia Buza huko. Mji unakuwaje flavor yake? Mji unachangamka. Na dabi inakuwa na mvuto wake hapo. Sasa wasemaji mnawapa lawama, timu ikifungwa msemaji kasababisha. Mara wote na huyu hana mapato, kaa kimya. Mimi ni maoni yangu nimeyatoa. Hata kama msimu ujao nikiwa sio msemaji wa Yanga, tunabidi tuilinde hii dabi kuanzia kwenye hamasa yake. Build up ya dabi ndio mzuka wenyewe. Ndio mzuka wenyewe. Akutane kidogo pale Baraka na Godi, wakutane suna nani pale kutambiana mara kijue hiki. Ndio mzuka wa dabi huo. Alafu baada ya hapo tunakwenda kwenye mechi.